Mheshimiwa Makamu wa Rais, tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka jana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akizindua kampeni ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi, uchaguzi mkuu wa taifa kwa Chama cha Mapinduzi katika viwanja vya Kawe, alitoa ahadi kwa Watanzania kwamba baada ya uchaguzi na akiapishwa kuwa rais tena wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndani ya siku 100 tangu aapishwe tena kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliwaahidi wa Tanzania kwamba serikali yake itakuwa imeandaa na kuzindua ili ianze kuutumia mpango wa kitaifa wa pamoja kati ya vyuo na waajiri katika kukuza ujuzi na uwezo wa kuajirika kwa wahitimu. Siku 100 tangu rais wetu alipoapa bado hazijafika. Mpango huu tayari umekamilika. Leo tunakushukuru sana kwamba umekuja kwa ajili ya kuuzindua. Mpango huu umeandaliwa kwa kushirikisha vyuo vya ngazi zote na wadau mbalimbali, hasa waajiri, wenye viwanda na wale ambao tayari wana uzoefu wa kushirikiana na vyuo katika kukuza mitaala yetu na kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano mzuri wa kuongeza ujuzi. Umuhimu wa mpango huu sitoutaja, umesemwa vizuri sana na wale wenzetu waliozungumza hapa, ndugu yangu Sefu hapa, Deo Marano, wale wote walikuwa wanazungumza hapa, muda tu haukutosha. Lakini amezungumza mwenyekiti wa Bunge, na mimi natoa ushuhuda kwa kile ambacho alishiriki kukianzisha wakati akiwa na nafasi kubwa sana katika sekta ya madini, sekta binafsi. Wako wa Tanzania baada ya kuhitimu katika VETA zetu, hasa ile VETA ya Moshi, wako na wengine wanafahamu kwa majina, wanafanya kazi Namibia, wako Guinea Conakry, wako Mauritania, wako Kongo, wako Ghana. Kwa ushirika kati ya vyuo na wale wanaoajiri umeonyesha kwamba wahitimu wanaotokana na mpango huo wana soko kubwa ndani na nje ya nchi. Kwa kweli sote tumshukuru rais wetu kwamba katika zile ahadi zake alizozitoa za siku 100, hili nalo aliliweka kama ahadi yake na maelekezo yake leo yanatimia. Kazi kubwa iliyo mbele yetu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni kwenda kutekeleza mpango huu ambao leo utatusaidia kuuzindua. Mimi naomba nikushukuru sana kwa kukubali kuja kuzindua mpango huu. Kuja kwako kunasababisha swala hili lifahamike na watu wengi. Leo utakuwa unaongea na sisi, utaongea na nchi nzima. Watu wote, waajiri, vyuo na wazazi wanaopeleka watoto wao shuleni wataelewa kuhusu mpango huu, na baadhi ya waajiri baada ya kusikiliza ile discussion iliyofanyika hapa, wengine pengine watajitokeza kuja kushirikiana na sisi. Kwa wewe Mheshimiwa Makamu wa Rais kuja hapa, umepandisha mwenge wa mpango huu juu sana, uweze kuonekana ndani ya nchi yetu na kwa Tanzania wengine wote. Naomba vile vile niwashukuru wote ambao mmekubali kushirikiana na sisi na kuja hapa kwa ajili ya kushuhudia uzinduzi huu. Naomba niwapongeze wote walioshiriki katika kuandaa mpango huu. Kubwa zaidi, naomba niwashukuru sana kwanza Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa John Mongela kwa kuja kushuhudia ahadi iliyotolewa kwenye kampeni za Chama cha Mapinduzi leo ikitekelezwa. Asante sana kwa kutenga muda wako kuja kuungana na sisi hapa. Wale waliokuja hapa wengine, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitoe mfano wa Sefu, katoka Ujerumani jana. Alikuwa hana mpango wa kuja hapa. Kwa kumhimiza njoo na Makamu wa Rais yupo, kaacha shughuli zake akaja hapa.
Ndugu yetu Barongo alikuwa Mbeya, alikuwa akishapanga mipango mingine, lakini alivyosikia hivi akasema basi kama ndio hivyo nakuja kushiriki kwenye pano. Naomba niwashukuru wote na tuwapige sana makofi washiriki wote.